وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فإنها وصية الله في الأولين والآخرين قال عز من قائل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. Enyi Waislamu, katika khutba ya Jumaa ya leo tutaondoka kidogo kifikra na kimawazo, tutoke katika maisha ya kilimwengu, tutoke duniani, tutizame mojawapo wa mashhad au baadhi ya mashahidi ya يوم القيامة. Lakini hizi mashahid ambazo tutazielezea katika khutba ya Ijumaa ya leo za siku ya kiyama ni mashhadi adhim ambayo inahusiana na alaka ya Muislamu na familia yake. Muislamu atakuwa katika hali gani na familia? Tukiwa duniani hapa, bila shaka Muislamu anaona raha akiwa na familia, anaishi nao pamoja, anatangamana nao kwa vizuri, anawasiliana nao kwa namna inavyotakiwa, wakibadilishiana mapenzi ila akhiri dhalik. Baba, mama, mke, watoto, hawa ni familia ambao tunaona raha tukiwa nao duniani. Lakini يوم القيامة itakuwaje mashhad ya Muislamu na familia yake hii? Mashhadi ya kwanza siku ya kiyama, wakati wanadamu watakapokuwa wamepewa amri ya kutoka makaburini kupitia kwa mvivio wa Israfil, baada ya kuvivia katika baragumu la watu kufufuka na kutoka makaburini, watu watakuwa wanakwenda mbio, watu wanakimbizana. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Na pindi baragumu litakapopulizwa, فإذا هم, ukitahamaka unaona watu min al-ajdathi, wanatoka makaburini, ila rabbihim yansilun, wanatimuka mbio kwenda kwa Mola wao katika ardhi ya mahshar, ardhi ya hisab. Katika mashhadi kama hii, alaka ya Muislamu na familia yake ni alaka ya kutisha. Inaitwa mashhadu al-firar, ni mashhadi ya kukimbiana. Ndipo pale Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, fa idha جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه
wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Hii ndio mashhadi ya kwanza. Wakati wa hisab, mashhadi itakayokuweko baina ya Muislamu na familia yake ni mashhadi ya kukimbiana, kwamba kila Muislamu atakayomkimbia Muislamu mwenziwe. Wala si hilo tu, bali Waislamu wa familia moja watakuwa wanakimbiana. Siku ambayo itakapokuja ukelele mkubwa, fa idha jaat as-sakha, ukelele mkubwa utakaokuja kutoka kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa amri ya Allah jalla jalalu. Ukitahamaka unaona watu yafirru almar'u min akhi, mtu amkimbia nduguye, ndugu yake ambaye toka nitoke hapa duniani walizaliwa pamoja, waliishi pamoja, walikulia pamoja, wanafanya amali yao na biashara pamoja mpaka kufa kwao. Yaum alqiyama watu wanakimbiana, ndugu yule anamkimbia ndugu huyo, wa ummihi, na tamkimbia mamake. Yule mama ambaye hapa duniani tumkimbilia, ewe mama, ewe mama, yaum alqiyamati huyo ni mwingine ambaye utamkimbia yaum alqiyama. Wa abi, na babake. Wa sahibati, na mkeo, mke uliyebadilishana naye maisha na umri na mali na matangamano mazuri, huyo ni mwingine ambaye ukimwona yaum alqiyama utampa nyongo, utamkimbia mbali sana. Na watoto uliyezaa naye bibi yule pia kadhalika utawakimbia, wabani. Sababu ameibainisha Allah subhanahu wa ta'ala, likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Itakuwa ni siku ya rabbi nafsi, rabbi nafsi, ewe Mola nafsi yangu, nafsi yangu. Kila moja aikimbilia nafsi yake. Kutakuwa na mambo ambayo yamshughulisha yule Muislamu, hana time ya kumwangalia, hana wakati wa kumwangalia ndugu yake wala mamake wala babake. Kila moja anaangalia nafsi yake itakuwa katika hali gani siku hiyo. Baada ya mashhad ya hisab, Allah subhanahu wa ta'ala atawahesabu viumbe vyote, watahesabiwa, wala sio wanadamu peke yao. Majini watahesabiwa, wanyama watafanyiwa hisab, kama ilivyothubutu katika mafundisho ya Qur'an, mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hisab kumalizika, tunaingia katika mashhadi nyingine, na mashhadi nyingine ya alaka ya familia ni mashhadi ya shafa'a. Na hii ni mashhadi nzuri ya kupendeza, ni mashhadi ambayo inafanya mwili unasisimka na moyo unakwenda mbio kwa furaha. Ni mashhadi ambayo kila Muislam anapoyasikia maneno haya kutoka kwa kinwa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam ataitamani. Mashhadi ya shafa'a imepokelewa na Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala yuqalu lilwildani yawm alqiyama, wataambiwa watoto siku ya kiyama, baada ya kuwa hisabu zishafanywa, watu washakaguliwa, wa kwenda peponi wataambiwa wende peponi, na watu wa motoni wataamrishwa wende motoni. Sasa familia inaibuka tena katika mashhadi nyingine yaum alqiyama, nayo ni mashhadi ya shafa'a. Sasa watoto ambao walikuwa ni wema hapa duniani, watoto wazuri waliokulia na tarbia, waliokulia kwa iman, waliokulia bil amali salih hapa duniani, yaum alqiyama watapewa amri na malaika, udkhulul janna, ngeni peponi. Fayaqulun, watoto watasema, hatta yadkhula abauna wa ummahatuna, hatuingii mpaka kwanza waingie baba zetu na mama zetu.
malaika watawapa tena mara ya pili amri ile. Watoto wajibu maneno yale yale kuambia malaika. Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika, mali arahum muhnabitin, mbona nawaona hawa watu ambao watakiwa waingie peponi min ahli aljanna wamesimama wanasita. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe ndiye awaamrishe wale watoto, awaambie udkhulul janna, ingieni peponi. Fayaqulun, watoto watasema ya rab hatta yadkhula abauna wa ummahatuna, paka baba zetu mama zetu waingie. Allah subhanahu wa ta'ala birahmatihi wa fadlihi wa shafaqatihi azza wa jalla, kwa sababu ya huruma ya Allah jalla jalaluhu, kwa sababu ya mapenzi ya Allah subhanahu, na juu ya yote kwa sababu ya rahmatullahi alwasi'a allati wasi'at kulla shay, awaambie wale watoto udkhulu antum wa abaukum, ingieni peponi nyinyi na wazazi wenu. Allahu akbar. Mashhad min a'zami mashahidi yawm al-qiyamah. Muawiya ibn Qurra an abihi anasema anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana yakhtalifu ilayhi rajulun min al-ansar wa ma'ahu ibnun lah, kulikuwa na bwana kutoka miongoni mwa watu wa Ansar aliyekuwa akija kwa mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa anafuatana na mwanawe. Saa zote yule mtoto yuko naye, kila akija msikitini kwa mtume yule mtoto anaye. Maana hivi ndivyo walivyokuwa salafu salih, hivi ndivyo walivyokuwa masahaba wema na tabi'in. Walikuwa wakifuatana na watoto wao katika mambo mazuri, sio kwamba baba yuaja msikitini peke yake watoto shori zao. Akiulizwa baba, haya wanao wako wapi? Sina habari. As-salafu salih walikuwa wanafuatana na watoto wao katika mambo ya khair. Kwa hivyo huyu rajulun min al-ansar alikuwa akija kwa mtume sana na mwanawe, mpaka siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza huyu bwana min al-ansar, atuhibbu, huyu mwanao wampenda? Faqala ar-rajul, yule bwana akasema naam uhibbu, naam nampenda sana ya rasulullah huyu mwanangu. Bila shaka mtume alikuwa anajua kwamba yumpenda, amemuuliza kwa lengo. Muda si muda, fafaqada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alwalad, mara baada ya muda mtume asimuone yule kijana. Fasaala an, kaulizia yule mtoto yuko wapi? Akaambiwa mata ya rasulullah, yule mtoto amefariki. Allah nabiyuna sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule baba kule nyuma aliyemuuliza ikiwa wampenda huyu mwanao, akamwambia ala tardha an la ta'ti yawm al-qiyamati baban min abwab al-janna illa jaa yas'a liyaftahahu hatta yaftahahu lak. Yule mtoto aliyefariki ambaye nilikuuliza ikiwa wampenda, je, unaridhia kwamba siku ya kiyama huyo mtoto aje, iwe wewe baba hakuna mlango wowote unaotaka kuingia wa peponi, ila yule mtoto utamwona yuko mbele ya ule mlango, yeye ndiyo ataka kukufungulia ule mlango wa peponi. Ala tardha, wewe huridhi kwa hilo? Yule bwana alitoka kwa machozi ya furaha ya hali ya juu, mpaka ikawafanya masahaba wakaingiwa na hamu, wakamwambia ya rasulullah alahu wahda, je, maneno hayo uliyoyasema ni huyu bwana peke yake na mwanawe? Faqala nabii sallallahu alayhi wasallam bal likullikum, maneno haya ni ya kila mmoja wenu. قلت ما سمعتم واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه
إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، mashhadi ya familia ya Muislamu haimaliziki hapo, bali bado tukiwa katika siku ya kiyama. Watu washahesabiwa kama tulivyotaja, wa kuingia peponi wamepewa amri ya kuingia peponi kwa fakhri na taadhima kubwa na heshima, na wa kuingia motoni wamepewa amri ya kuingia motoni, wal iyadhu billah, kwa udhalilifu na unyonge wa hali ya juu. نسأل الله أن يجيرنا من النار وأهلها. Sasa watu wakishakuwa peponi, kuna mashhadi nyingine ya familia imeelezewa na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kama alivyonukulu mwanachuoni Ibn Qayyim al-Jawziyya katika kitabu cha Hadi al-Arwah ila Bilad al-Afrah. Anasema, idha dakhala الرجل الجنة، Muislamu baada ya kuingia peponi anatizama, akitizama haoni watu wake, haoni familia yake. Fasaala an abawaihi wa zawjatihi wa bani, aulize wazazi wangu wako wapi, na mke wangu yuko wapi, na watoto wangu wako wapi. Akiuliza maswali haya na wauliza malaika watamwambia, innahum lam yablughu amalak, hawa watu uliowataja ingawa ni watu wa peponi, lakini hawakufanya amali ambayo imewawezesha wafikie daraja yako. Wewe uko daraja ya juu, na hao uliowataja daraja zao ziko chini mno. Na kila moja يوم القيامة atakwenda kuwekwa peponi kulingana na amali yake. Pale amali itakapomfikisha, ndio hapo atakapokuwa. Baada ya haya mazungumzo ambayo ameyasikia Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi la takhfa alayhi khafiya, atoe amri jalla jalal, baada ya yule bwana aliyeko peponi kusema, ya Rabb, ewe Mola, qad amiltu li wa lahum, mimi yale mambo niliyokuwa nikiyafanya niliyafanya kwa ajili yangu mimi na wao. Allah subhanahu wa ta'ala baada ya statement hii atoe amri kwa malaika, awaambie alhiqu ahlahu bih, waleteni watu wake muwaeke pamoja naye. Ibn Abbas baada ya kueleza maneno haya akasoma aya ya Qur'ani kutoa ushahidi wa maneno haya, walladhina amanu, na wale ambao walioamini, wattaba'athum dhurriyyatuhum biiman, na vizazi vyao vikawafuata katika iman, alhaqna bihim dhurriyyatahum, siku ya kiyama tutakwenda kuwakutanisha katika daraja moja peponi. Wama alatnahum min amalihim min shay, hakuna mtu ambaye tutampunguzia katika daraja yake, kwamba ati yule bwana kwa kuwa watu wake tumewapandisha daraja, kwa hivyo yeye tutamshukisha. Ma alatnahum min amalihim min shay. Hivi ndivyo itakavyokuwa mashhad يوم القيامة ya raf'u ad-darajat. Naye Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuambia katika hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, alladhi akhrajahu Ibn Majah wa ghayruhu bi isnadin sahih, qala sallallahu alayhi wasallam,
inna ar-rajula la turfa'u darajatuhu fil janna, muislamu aliyoko peponi daraja yake ya peponi atapandishwa, anapaizwa, anainuliwa katika daraja fil janna. Na yeye yuko peponi, akitahamaka aambiwa umepata upgrade, umekuwa promoted, unapandishwa juu. Yule bwana asielewe kumeendelea nini, amuulize Mola wake, min aina hadha, anna li hadha, haya yaliyonitokea yamekuja kwa ajili gani ya Rabbi? Apewe jawabu kwa kuambiwa bistighfari waladika laka, hivyo ulivyofanyiwa ni kwa sababu mwanao alikuwa akileta istighfar kwa ajili yako. Istighfar moja ya mwana kusema rabbi ighfirli wali walidayya, si kwamba wewe peke yake wasamehewa madhambi na mzazi wako asamehewa madhambi, si hilo tu, bali baba anapandishwa daraja fil janna kwa ajili ya istighfar ya mwanawe. Kila akileta istighfar mzazi anapanda daraja, kila mwana akileta istighfar mzazi anapanda daraja. Rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. As-salafu salih namna walivyokuwa wanapendana, namna walivyokuwa wameshikana katika mahaba, mpaka wanawake wa kisahaba walikuwa wamesimama na msimamo wa kwamba wanataka yaum al-qiyama peponi waingie na waume zao katika sahaba. Muawiya bin Abi Sufyan alikuja kumposa Ummu Darda, mwanamke wa kisahaba, baada ya kufiwa na mumewe Abu Dardai. Alipopata posa ya Muawiya, Ummu Darda alijibu ujumbe ule kwa salamu apelekewe Muawiya, akamwambia sami'tu Abu Dardai yaqulu, Ummu Darda anasema nimemsikia aliyekuwa mume wangu, Allah amrehemu, Allah amweke pahali pema, Abu Darda radhiyallahu anhu, nimemsikia Abu Dardai akisema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwamba nimemsikia mtume sallallahu alayhi wasallam akisema ayu mamra'atin, mwanamke yoyote, mata anha zawjuha, atakaifiwa na mumewe, watazawajat ba'da, kisha aulewe baada ya yule mume wa kwanza kuondoka duniani, fahia, basi mke huyo siku ya kiyama peponi akishaingia, li akhiri azwajiha, atakuwa mwanamke huyo mumewe ni yule aliyekuwa mume wa mwisho kabla ya kuondoka duniani. Sasa ampa salamu Muawiya baada ya kusoma maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, amwambia wama kuntu li akhtara ala Abi Dardai ahadan, na mimi siko tayari kuchagua mume mwingine yoyote asiyekuwa Abu Darda. Kwa ajili ya msimamo huo na mapenzi haya, nataka yaum al-qiyama nikiingia peponi, kama nilivyoishi duniani kwa wema na kwa mahaba na kwa maelewano na Abu Darda, hivyo ndivyo nataka nende nikaishi na Abu Darda peponi ajma'ina yaum al-qiyama. Salamu alipozipata Muawiya alizikubali, akampa wasia Ummu Darda, akamwambia fa alayki bisawm, basi shikamana na saum. Maana mtume sallallahu alayhi wasallam alisema fa innahu lahu wija. Ayuha almuslimun, kufikia kilele cha khutba hii ya leo, tunahimizana na kukumbushana juu ya umuhimu wa familia. Hizi familia za watoto na wake na kina mama
tulizonazo duniani, kama tunavyopendelea kuishi na watu wetu duniani leo, tunatangamana nao, tunafurahika nao, tunasherehekea nao pamoja, kila Muislamu awe na raghba ya kudumisha alaka hiyo siku ya kiyama, ili familia hiyo uende ukaishi nao kadhalika kwa furaha hiyo hiyo na zaidi, fi jannatihi jannati naim, katika pepo za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokunjufu. Na hilo halipatikaniwi hivi hivi kwa maneno, halipatikaniwi kwa matamanio na wishes, bali linapatikaniwa kwa iman na amal. Linapatikaniwa kwa kuwalea watoto wetu hawa tarbia nzuri, kwa kudhibitisha iman katika mioyo ya watoto, katika kuwasomesha tarbia ya Qur'an, katika kuwasomesha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, katika kuwasimamisha watoto katika taa ya Allah jalla jalalu na mtume wake na birrul walidaini. Ndipo yule mwana awe wewe ukishaondoka duniani ana uwezo wa kusema rabbi ighfirli wali walidayya, sio afurahike na mali yako tu aanze kuichezea hapa na pale, bali akuombee dua fi layli wan nahar, na wewe huko uliko zinakufikia, na huko uliko Allah subhanahu wa ta'ala anakupandisha daraja, na يوم القيامه Rabbuna subhanahu wa ta'ala ende akawakutanishe wote peponi. Na hilo ndilo litakalomfanya yule mwana, ikiwa atakuwa ni mwema na mwenye amali kubwa, siku ya kiyama yuko daraja za juu, wazazi wako chini, mke yuko chini, Allah azza wa jalla atatoa amri ya kwamba hawa nao kadhalika wapandishwe juu katika daraja, kama tulivyoelezea katika mashahidi يوم القيامه. hadha wa sallu wa sallimu ala man umirtum bi salati wa salami alayhi. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.